Ni nini maana ya reserve currency? Na ni kwa nini dola ndio reserve currency yenye nguvu kubwa sana duniani? Licha ya kuwepo na kampeni ya mataifa makubwa kama Urusi na China kujaribu kuepukana na matumizi ya dola, kwa nini nchi nyingi zinapata ugumu wa kujiondoa katika matumizi ya dola? Ungana nami katika makala hii ili nipate kukujuza mengi zaidi kuhusiana na dola, na ni kwa nini dola ndio reserve currency yenye thamani kubwa duniani, kwa nini nchi nyingi zinapata ugumu kujiondoa katika matumizi ya dola, na ni kwa njia ipi dola ilipata nguvu kubwa duniani. Reserve currency ni sarafu inayotumiwa kwa kiwango kikubwa na nchi nyingi duniani kama hifadhi ya thamani na kwa kufanya miamala ya kimataifa. Sarafu hii hutumiwa na benki kuu za mataifa mbalimbali kuhifadhi akiba zao za fedha za kigeni, na mara nyingi hutumika katika biashara ya kimataifa, mikopo ya kimataifa na akiba za dharura za kiuchumi. Mfano wa reserve currency ni dola ya Marekani ambayo ndio sarafu kuu ya akiba duniani, mbili ikiwemo euro ambayo hutumiwa sana na nchi za Ulaya na nje ya Ulaya, pamoja na pound ya Uingereza ambayo ina historia ndefu kama sarafu ya akiba, bila kusahau yen ya Japan ambayo hutumiwa sana katika masoko ya Asia. Nchi zinapohifadhi sarafu hizi zinaweza kuzitumia kununua bidhaa, kulipa madeni ya kimataifa au kudhibiti thamani ya sarafu zao kwa kuingilia soko la kifedha. Kuwa na reserve currency kuna faida kubwa kwa nchi inayomiliki sarafu hiyo, lakini pia kuna changamoto na hasara. Hapa ni baadhi ya hasara zake. Tutaanza na nchi inayomiliki reserve currency. Kwa mfano, Marekani ambayo ina dola ya Kimarekani USD kama sarafu kuu ya akiba itakumbwa na matatizo ya biashara ya nje, yani trade deficit. Sarafu ya akiba huwa na mahitaji makubwa duniani, hivyo inakuwa na thamani ya juu. Hii inafanya bidhaa za nchi hiyo kuwa ghali kimataifa, kupunguza mauzo ya nje yani exports, na kuongeza uagizaji wa bidhaa yani imports. Mbili, uwezekano wa kudhoofika kwa sekta ya uzalishaji. Thamani ya juu ya sarafu inafanya bidhaa za ndani kuwa ghali, hivyo sekta ya viwanda na kilimo inaweza kushindwa kushindana na bidhaa kutoka nje. Tatu, mzigo wa kudumisha uaminifu wa sarafu. Nchi lazima ihakikishe kuwa sarafu yake imebaki imara na yenye uaminifu duniani, jambo linaloweza kuilazimu kudhibiti sera za kifedha kwa njia inayotegemea masoko ya kimataifa badala ya vipaumbele vya ndani. Kwa nchi zinazohifadhi reserve currency, changamoto ni pamoja na kuwepo kwa athari za uchumi wa Marekani au nchi mwenye sarafu kuu. Kwa mfano, ikiwa Marekani ina changamoto za kifedha au mfumuko wa bei, nchi zinazotegemea dola zinaweza kuathirika pakubwa zaidi. Mbili, utegemezi mkubwa wa sarafu moja. Ikiwa nchi inahifadhi pesa zake nyingi katika sarafu fulani, inaweza kupata hasara kubwa ikiwa sarafu hiyo itapoteza thamani ghafla. Tatu, udhibiti wa fedha na sera za kigeni. Nchi zinapaswa kuwa makini katika sera zao za kifedha, kwa sababu mabadiliko katika sera za fedha za Marekani au EU yanaweza kuathiri moja kwa moja. Kwa ujumla, ingawa reserve currency ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na utulivu wa kifedha, inakuja na changamoto zinazohitaji usimamizi makini wa sera za kifedha na uchumi. Reserve currency ni sarafu ambayo inahifadhiwa kwa kiwango kikubwa na benki kuu za nchi mbalimbali kwa ajili ya biashara ya kimataifa, uwekezaji na kulipa madeni ya kigeni. Ni sarafu inayotegemewa zaidi duniani na hutumiwa kama kipimo cha thamani ya fedha nyingine. Kwa mfano, dola ya Marekani ndio reserve currency kuu duniani. Hii inamaanisha kwamba nchi nyingi zinahifadhi dola kwenye benki zao kuu na kuitumia kufanya biashara ya kimataifa, kununua mafuta, kulipa madeni ya kimataifa au kuimarisha uchumi wao. Tutoe mfano mmoja halisi wa reserve currency. Ikiwa Kenya inataka kununua mafuta kutoka Saudi Arabia, italazimika kutumia dola ya Marekani badala ya shilingi ya Kenya kwa sababu mafuta huuzwa kwa dola. Benki kuu ya Kenya hukifadhi akiba ya dola ili iweze kulipa madeni ya kimataifa au kuingilia kati soko la fedha endapo shilingi itashuka thamani. Kwa ufupi, reserve currency ni sarafu ya kimataifa inayotumiwa na nchi nyingi kwa biashara na hifadhi ya thamani. Mtu anaweza kauliza swali, ikiwa Kenya itaamua kuchapisha shilingi yake, nini kitatendeka? Ikiwa Kenya itaamua kuchapisha shilingi zake nyingi, kuna athari kubwa zitakazotokea, hasa kwa sababu shilingi sio reserve currency kama dola ya Marekani. Shilingi ya Kenya inatumika Kenya peke yake. Shilingi ya Kenya haitumiki kwa mataifa mengi ya dunia. Kwa hivyo, mambo muhimu ya kuelewa ni kwamba shilingi ya Kenya haitumiki sana kimataifa. Kenya haiwezi kuchapisha shilingi nyingi na kutumia moja kwa moja kwa biashara ya kimataifa, kwa sababu wauzaji wa bidhaa kama mafuta wanataka kulipwa kwa dola ya Marekani au sarafu nyingine yenye thamani thabiti kama euro.
Ikiwa Kenya ingekuwa na reserve currency kama Marekani, ingeweza kuchapisha pesa nyingi na kuitumia kimataifa bila kuwa na athari kubwa. 2, itasababisha mfumuko mkubwa wa bei, inflation. Ikiwa Kenya itachapisha shilingi nyingi, thamani yake itashuka kwa sababu idadi ya pesa inakuwa kubwa kuliko bidhaa na huduma zinazopatikana. Hii inaweza kusababisha bei za bidhaa kupanda kwa kasi au mfumuko wa bei kwa sababu watu watakuwa na pesa nyingi lakini bidhaa zitabaki zile zile. Thamani ya shilingi ikishuka, gharama za kuagiza bidhaa kutoka nje zitakuwa juu kwa sababu nchi zitahitaji dola za Kimarekani au sarafu nyingi yenye thamani imara. Kwa mfano, ikiwa dola moja ni shilingi 150 za Kenya, lakini Kenya ikiamua kuchapisha pesa nyingi na thamani ya shilingi ishuke hadi dola moja iwe shilingi 300 ya Kenya, basi gharama za mafuta na bidhaa zingine kutoka nje zitapanda maradufu. Wawekezaji wa kigeni hupenda nchi zenye sarafu imara. Ikiwa Kenya itachapisha pesa nyingi kiholela, wawekezaji wataogopa kuwekeza kwa sababu thamani ya shilingi haitabiriki. Je, nchi zenye reserve currency kama Marekani haziathiriki? Marekani inaweza kuchapisha dola zake nyingi bila kuwa na athari kubwa kama Kenya kwa sababu dola yake ndiyo reserve currency ya dunia. Kwa hivyo demand ya dola nje ni kubwa zaidi kushinda ndani. Mataifa mengi yanatumia dola kwa biashara na kuhifadhi akiba zao. Hivyo hata ikichapisha pesa, bado mahitaji ya dola ni makubwa. Lakini ikiwa Marekani itachapisha pesa kupita kiasi, hata dola inaweza kukumbwa na mfumuko wa bei, inflation, kama ilivyotokea katika historia. Kwa hivyo, kwa mfano huo, ikiwa Kenya itaamua kuchapisha pesa nyingi bila mpango, shilingi itapoteza thamani, bei za bidhaa zitapanda na uchumi unaweza kuyumba. Kwa kuwa shilingi si reserve currency, Kenya lazima iwe na akiba ya dola au sarafu nyingine imara ili kufanya biashara ya kimataifa. Dola ya Marekani ni mojawapo ya sarafu maarufu zaidi duniani na ndiyo sarafu kuu ya akiba inayotumiwa na nchi nyingi kwa biashara za kimataifa, akiba za benki kuu na malipo ya madeni ya kimataifa. Hii inamaanisha kuwa mataifa mengi huhifadhi dola kama sehemu ya hifadhi yao ya fedha kwa sababu ya udhabiti wake na uaminifu wake katika masoko ya kimataifa. Kwa nini dola ina nguvu? Kwa nini dola ya Marekani ina nguvu licha ya kuwa sio yenye thamani kubwa, tukifahamu kwamba euro ina thamani kubwa sana kushinda dola? Fuatana nami ili niweze kukueleza zaidi sababu zinazofanya dola ya Marekani kuwa na nguvu kubwa zaidi. 1. Uchumi imara wa Marekani. Marekani ina uchumi mkubwa na dhabiti wenye pato la taifa GDP kubwa zaidi duniani. Hii inafanya dola kuwa na thamani na kutegemewa katika biashara na uwekezaji wa kimataifa. 2. Matumizi katika biashara ya kimataifa. Dola ndio sarafu inayotumiwa zaidi katika biashara ya kimataifa, hasa katika bidhaa kama mafuta, dhahabu na gesi asilia. Nchi nyingi hutumia dola kulipia bidhaa hizi hata kama hazifanyi biashara moja kwa moja na Marekani. 3. Benki kuu na hifadhi ya dola. Benki kuu duniani kama vile Benki Kuu ya China na Benki Kuu ya Ulaya au Benki Kuu ya Kenya huhifadhi sehemu kubwa ya akiba zao kwa dola. Hii huipa dola mahitaji makubwa na hivyo kuimarisha thamani yake. 4. Utawala wa fedha za kimataifa. Mashirika makubwa ya fedha kama IMF ambayo ni International Monetary Fund na Benki ya Dunia World Bank hutumia dola kama kipimo cha thamani na katika mikopo yao. 5. Udhabiti wa kisiasa na kisheria wa Marekani. Marekani ina mfumo wa kisheria na kisiasa uliokomaa, jambo linalofanya wawekezaji wa kimataifa kuamini kuwa mali zao na fedha zao ni salama wakitumia dola. Lakini ni zipi changamoto za dola kama sarafu ya akiba? Dola ina changamoto gani? 1. Madeni makubwa ya Marekani. Marekani ina deni kubwa la taifa ambalo linaweza kushusha thamani ya dola ikiwa itaendelea kuongezeka bila udhibiti mzuri. 2. Ushindani kutoka kwa sarafu nyingine. Yuan ya China na euro zinaanza kupata nguvu kama sarafu ya akiba na kuna juhudi za baadhi ya nchi kupunguza utegemezi wa dola. 3. Mabadiliko ya sera za fedha. Benki Kuu ya Marekani, Federal Reserve, inapobadilisha viwango vya riba inaweza kuathiri thamani ya dola na kusababisha kuyumba kwa masoko ya kimataifa. 4. Migogoro ya kijiografia na vikwazo vya kiuchumi. Marekani hutumia dola kama silaha ya kisiasa kwa kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa nchi kama Russia na Iran. Hii inafanya baadhi ya mataifa kutafuta njia mbadala za kufanya biashara bila kutumia dola. Dola ya Marekani bado inashikilia nafasi yake kama sarafu kuu ya akiba duniani kutokana na nguvu ya kiuchumi wa Marekani, matumizi yake katika biashara ya kimataifa na imani ya wawekezaji. Hata hivyo, kuna changamoto ambazo nimekueleza zinaweza kuathiri nafasi yake siku zijazo, hasa kutokana na ushindani wa sarafu zingine kama yuan na euro.
Ni jinsi gani dola ilivyokuwa reserve currency? Au ni nini kilitokea ikafikia dola ikawa ndio sarafu kuu zaidi na yenye nguvu kubwa sana duniani? Baada ya vita vikuu vya pili vya dunia mwaka 1944, mikataba ya Bretton Woods iliweka msingi wa dola kama sarafu ya kimataifa. Ilikubaliwa kuwa mataifa mengi yatatumia dola kwa biashara zao, huku thamani yake ikiwa imefungwa kwa dhahabu. Mwaka 1941, Marekani iliondoa mfumo wa dola kuwa na thamani ya dhahabu, lakini bado ilibaki sarafu kuu kwa sababu nchi nyingi zilikuwa tayari zinaitegemea baada ya kuingia mkataba wa Bretton Woods. Marekani ilianza kuwa muuzaji mkubwa wa bidhaa na huduma, huku makampuni yake kama Coca-Cola, McDonald's na Apple yakieneza matumizi ya dola kimataifa. Kwa nini dola ni sarafu kuu ya akiba? Katika kujadili kwa nini dola imekuwa reserve currency, huwezi kuacha kuzungumzia petrodola, mfumo unaofanya mafuta kuuzwa kwa dola ya Marekani. Huu ni moja ya misingi mikubwa iliyofanya dola kuwa sarafu kuu duniani. Petrodola ni mfumo ambapo biashara ya mafuta hufanyika kwa kutumia dola ya Marekani. Hii inamaanisha kuwa nchi yoyote inayotaka kununua mafuta kwenye soko la kimataifa lazima liwe na dola. Mfumo huu umeipa Marekani nguvu kubwa ya kifedha na kisiasa. Mwaka 1973, baada ya vita vya Yom Kippur, OPEC au shirika la nchi zinazouza mafuta lilipandisha bei ya mafuta. Marekani ilikubaliana na Saudi Arabia kuwa mafuta yote ya OPEC yauzwe kwa dola. Kwa makubaliano haya, Marekani iliahidi kulinda kifedha na kijeshi familia ya kifalme ya Saudi Arabia na washirika wao. Tangu wakati huo, biashara ya mafuta ilianza kufanywa kwa dola pekee na nchi nyingi zililazimika kuwa na akiba ya dola ili kununua mafuta. Petrodola ilikuwa muhimu kwa Marekani kwa sababu ya moja, kuimarisha thamani ya dola. Kwa kuwa kila nchi inahitaji dola kununua mafuta, inabidi zihifadhili kwa kufanya biashara au kwa kushikilia akiba kubwa ya dola. Mbili, mahitaji makubwa ya dola duniani. Nchi kama China, India na Ujerumani ambazo ni watumiaji wakubwa wa mafuta zinahitaji dola nyingi, na hii inaipa Marekani nafasi ya kuwa na ushawishi wa kifedha duniani. Tatu, Marekani inaweza kuchapisha pesa kwa uhuru. Kwa sababu dola ndio sarafu kuu ya mafuta, Marekani inaweza kuchapisha pesa bila kupoteza thamani haraka, kwani kuna mahitaji makubwa ya dola duniani kutokana na petrodola. 4, nguvu ya kisiasa kwa Marekani. Marekani inaweza kutumia vikwazo vya kifedha kudhibiti mataifa yanayokiuka sera zake. Mfano ni Russia na Iran ambazo zimewekewa vikwazo vya kuuza mafuta kwa sababu ya kutoshirikiana na mfumo wa petrodola.